Mimi naitwa Ramadhani Halili, ni mkazi wa Homboza Kichangani. Changamoto zilizokuwepo hapa, tunamwomba Mheshimiwa Rais atutembelee, au kama kuna mtu wa kumtuma aje atutembelee, tusikilize wanahomboza wa Kichangani ili changamoto zetu sisi tuliishi muda mrefu. Mheshimiwa Rais afike kwenye eneo hili la Homboza Kichangani ili atusikilize wananchi wake, kilio chetu ni nini, ili tupate msaada. Kwa majina naitwa Jumanne Kufi, ni mkazi wa Homboza Kichangani. Ombi letu kwa watu wa juu, ngazi ya rais na Mheshimiwa Rais atupokee ili kwa wananchi wetu wa sisi wa huku, kwamba gharama hizo sisi hatuziwezi, kwa sababu watu wa huku sisi hali yetu ya kipato ni wakulima wa mboga. Gharama hizo ni kubwa sana. Sisi tunahitaji kurasimishiwa kwa gharama za 1,200,000 kwa kila mtu mwenye eneo. Haijalishi mtu ana eka moja, ana nusu eka. Leo iweje kwa mtu mwenye nusu eka, mtu mwenye robo eka leo apewe gharama za mwenye nusu eka? Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine sisi tunaomba hiyo. Leo hapa tumejenga shule sisi, ili eneo la shule tumenunua wananchi wa huku. Na kama lingekuwa ile eneo la serikali, basi serikali yenyewe ndio angetoa ile eneo. Sisi tumenunua ile eneo, ila serikali ndio amekuja kuweka thamani ya majengo. Kwa hiyo sisi ombi letu kwa Mheshimiwa Rais kwamba tunahitaji kurasimishiwa, sio kuuziwa kwa square mita 2,500. Gharama hizo kubwa na hatuziwezi. Naomboza sisi tunahitaji kurasimishiwa kwa gharama ya urasimishaji ambao wanagharamia gharama za mjini ndio zije hapa. Ziada Salum Suba, ni mkazi wa Homboza Kichangani. Ombi letu, naomba wana Kichangani tuje turasimishiwe eneo, sio kuja kuuziwa eneo kwa square mita. Hilo ndio ombi letu kubwa tunaliomba. Kwa jina naitwa Mariam Mohamed Mtoni, ni mkazi wa Kichangani ambao tuna matatizo ya ardhi. Mheshimiwa Rais atusikilize, tunamuomba atusaidie kwenye hili zoezi, sababu wengi ni wazee, wengi wastaafu, ambao wengine wanapata kikokotoo, na kikokotoo huwezi ukajenga nyumba. Nadhani wengi wanafahamu maana ya kikokotoo. Na pia kwenye sensa walipokuja kuhesabu makazi, walikuja wakatuhesabu, wakapata nyumba zaidi ya 900. Na sasa hivi kuna nyumba karibia 2,000. Tunaomba Mheshimiwa Rais atusaidie kwa hili. 2004 nikafika huku, lakini nilipofika tulikuwa tunauziwa viwanja. Tukaambiwa ile eneo ni la mwekezaji baada ya kununua. Lakini baada tulikuwa tumeshanunua, tukasema ngoja tuone mwekezaji atakapokuja. Hatujai kumuona mwekezaji. Tumekaa, tulikuwa tumejenga vibanda vya udongo. Tumekaa kwenye vibanda vya udongo vikabomoka, tukaanza kufiatua vitofali ya vibao vya chini. Tofali moja, mfuko moja unatoa tofali 40 mpaka 45. Hivyo tukaanza chumba kimoja, sijui miaka 2 mitatu kimeisha. Tumefunika bati, tumekaa. Watoto wetu wamezaa, tumelea wajukuu, wamekua. Sasa basi, katika kukaa kote huko, hatujai kushtakiwa. Kwanza kipindi tunaingia huko, hatujai kukuta hata mahali palikoandikwa kwamba hili bango msiingie huku eneo la mwekezaji. Hatukukuta ishara yote ambayo ni ya mwekezaji. Ila tulikuta ni mapori manene, wanyama wakali, mangedere, makima, masimba walikuwa huko. Kwa jina naitwa Christian Andrea Nkwela, lakini wengi wananiita Mngoni. Mimi ni mkazi wa Homboza Kichangani. Nimekuja Homboza 2011. Niko Kichangani. Nilipokuja, nilichokifanya kwanza nikajitambulisha kwa wajumbe Homboza hapo. Baadaye nikaendelea kuishi huku na mke wangu. Mwaka 2014 tulifanya uchaguzi wa serikali za mitaa kumchagua mwenyekiti wa kijiji. Tuliandikisha mimi na mke wangu wanachama wa CCM. Lakini baada ya uchaguzi ule, siku ya uchaguzi wakasema wananchi wanaotoka Paralei wasipige kura. Aliopiga kura ni mimi na mke wangu, kwa sababu hakujua kwamba mimi naishi Paralei. Ile tendo liliniuma sana. Baada ya siku 2 niliandika barua kupeleka ofisi ya chama wilaya ya Kisarawe, nakala makao makuu
Lumumba, nakala nyingine ilienda Kibaha. Ilitusaidia ile barua, tukapeleka barua haki za binadamu kwa kulalamikia hilo, nao walisaidia, wakaenda kukaa na watu wa halmashauri, na baadaye 2015 wakaruhusiwa kupiga kura. Wakati ule sasa tunafanya uchaguzi, kampeni, alikuja Mheshimiwa Jafo kwa mara ya kwanza, na kukutana na Jafo. Tulimlalamikia hilo juu ya Kichangani kwa sababu alisema ile eneo ni la mwekezaji, lakini Jafo alituthibitishia kwamba tukae na hili tulikuwa tunaitwa Paralei, na yeye akasema isiitwe Paralei tena, iitwe Kichangani. Jina naitwa Naraja Juma Nahoda, mkazi wa Homboza Kichangani. Mimi nimeishi maeneo haya ya Homboza Kichangani kuanzia mwaka 2004. Tangu mwaka 2004 mkiwa ni poli nene, ambalo poli hilo ilipelekea hata wananchi kusababisha kuliwa na simba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati inafunguliwa shule sekondari Kutikavu, wananchi waliandika risala kutoa malalamiko na kero ya simba ambayo inapelekea watu kuto kuishi kwa amani. Risala ile Mheshimiwa Waziri alilijibu kwamba kuanzia hivi sasa eneo hilo ambalo linasemekana kwamba linamilikiwa na Paralei nimelitoa kwa wananchi wafanye shughuli zao za kawaida.